vile ulivyo ni kwa sababu kuna mchango Baba alichangia uwe vile ulivyo. Umefika hapo ulipo sio kwa uwezo wako tu, haukujilea mwenyewe, haukujizaa, haukupambana mwenyewe. Alikuwepo mwanaume huyu Baba tangu mimba inatungwa hata ukazaliwa na mpaka upo hivyo ulivyo. Kwa hiyo tunathamini sana mchango wa Baba katika maisha yetu. Haleluya. Natangulia kusoma Malaki 4 mstari wa 6. Biblia inasema, naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Naomba ambatana nami pia Luka, Injili kama ilivyoandikwa na Luka mlango wa 1 mstari wa 17. Na kutangulia kusoma, Biblia inasema, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuwatilia waasi akili za wenye haki, na kumwelekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Mafungu haya mawili niliyoyasoma yawe mwongozo kwenye ibada nzuri ya leo, ikiwa ni kumbukumbu ya siku ya baba duniani. Na kichwa cha somo sasa, kutokana na nilichokisoma, ni sifa za baba shujaa. Tabia za baba shujaa. Sifa za baba shujaa. Tutaongozwa na hicho kichwa cha somo letu. Andiko kama nilivyosoma kutoka Malaki 4 mstari wa 6. Hiki ni kitabu cha mwisho kabisa kwenye Agano la Kale. Na nimeusoma pia mstari wa mwisho kwenye hilo Agano la Kale. Mungu anapoagana na wana wa Israeli, amefanya maagano mengi, lakini anahitimisha mwishoni kwa ujumbe wa kuzipatanisha familia kwa namna ya kujenga mahusiano mazuri kati ya baba na watoto, kati ya watoto na baba zao. Akijua mahusiano haya yakikaa vizuri, mwili wa Kristo utajengwa, Kristo atatangazwa, hakika familia zitadumu, ndoa hazitakuwa na kasoro. Alijua namna hiyo. Kwa hiyo Malaki hapa hazungumzii habari zingine zaidi ya sifa za baba shujaa, lakini anayegeuza mioyo ya kina baba ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Anza na utangulizi namna hiyo, nielewa kwenye hoja baadaye. Biblia inatuambia hivi, na wanatheolojia wanatuambia hivi, kwamba moja ya makosa makubwa yaliyowahi kufanywa na wana wa Israeli kwenye Agano la Kale ni wazazi, hasa kina baba waliokuwa wamepewa mamlaka, kushindwa kuwafundisha watoto wao kwenye maadili mema na sheria na torati za Mungu. Walijisahau, wakajikita kwenye mambo mengine zaidi na hadi zingine. Watoto wakasahaulika, mioyo ya watoto ikageukwa. Hivyo kulikuwa na uasi mwingi. Ndio maana kwenye hili fungu nililosema, anasema naye ataigeuza mioyo ya kina baba. Bwana Yesu asifiwe. Iwaelekee watoto wao. Mantiki yake ni nini? Hapo awali mioyo ya kina baba ilikuwa mbali na watoto, na yamkini ndivyo ilivyo hata sasa. Wababa na mwingine tuko bize sana na mambo yetu.
mioyo yetu muda mwingine inakuwa mbali na watoto. Muda mwingine tumewaachia akina bibi, akina babu, akina mama, akina shangazi ili wawafundishe watoto. Lakini kumbe neno la Mungu tangu awali ilikuwa ni maksudi ya Mungu na mapenzi ya Mungu, akina baba mioyo yao iwaelekee watoto wao, wawafundishe maadili, wawafundishe mapenzi ya Mungu. Ndio maana sasa hata hili lililonenwa kwenye Agano la Kale linanenwa kwenye Agano Jipya kupitia huyu mwinjilisti Luka. Bwana Yesu asifiwe. Nilianza pia kwa kusema mchango wa baba kwenye maisha tulionao ni mkubwa sana. Na nikiri mbele za Mungu aliye hai, ikiwa kuna mtu ambaye ana mchango mkubwa hata kwenye maisha yangu, na anaamini hata kwenye maisha yako, haimaanishi wengine hawana mchango. Kila mtu ana mchango kwa nafasi yake, basi ni baba. Haleluya. Kuna mtu anaweza asinielewe kwa uzoefu wangu na yamkini kwa mtu mwingine. Moja ya watu walio na mchango mkubwa kwenye maisha yangu basi ni baba. Na naomba niiweke sawa, haimaanishi mama hana mchango. Mama na mchango mkubwa pia kwa nafasi yake. Kijana hivyo hivyo. Lakini leo nazungumza juu ya huyu baba, mchango wa baba. Haleluya. Na nikianza na ushuhuda, mimi hapa nilipo sema moja ya watu ambao siwezi kusahau kwenye maisha yangu basi ni baba yangu. Haleluya. Edom Mwansepe ni baba yangu, na sasa siko naye, lakini ninatambua mchango wake. Akiwa baba mwanaume shujaa, ameniongoza katika kweli ya Mungu. Na hata siku moja baba hayupo, naongea na mama, nasema moja ya kitu ninachomshukuru Mungu ni ile neema ambayo aliwapa wazazi wangu kunisogeza kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, hata nikakulia kwenye hiyo neema, nikakulia kwenye Sunday school, nikakulia kwenye idara ya vijana, na leo hii na mimi naweza hata nikasimama kunena habari za ufalme wa Mungu. Ikiwa baba yangu na mama yangu yamkini wasingenipeleka huko, sijui ningekuwa wapi. Naposema mchango wake, namna alivyomtumikia Mungu. Baba yangu Mwakasege nimewahi kusema kidogo na wengine. Baba yangu alikuwa ni mkulima mdogo tu. Mkulima mdogo, lakini kijijini angalau ukisikia kuna baadhi ya wakulima wadogo ambao angalau sio omba sana, basi ni baba yangu. Lakini pia alikuwa mhubiri wa Injili. Amemhubiri Kristo kama mchungaji wa kanisa la mahali. Haleluya. Kwa hiyo mambo mengi ambayo alikuwa akiyafanya baba, na mimi nilijikuta kwamba moyo wangu unaelekea huko. Iko nguvu ambayo huwezi kuielewa wewe, lakini Mungu mwenyewe anaielekeza mioyo ya kina baba kwa watoto wao. Haleluya. Mtu mwingine naweza kufikiria vinginevyo kwamba sasa sisi wengine ambao hatuna baba na nini hata kwenye ibada ya asubuhi nilisema hakuna ambaye hana baba. Haleluya. Na hakuna ambaye hakutokana na baba. Na zaidi, hata kama haonekani kwa sura ya namna hii hapa leo, tunaye Baba wa mbinguni aliyeziumba mbingu na nchi, na ndiye yeye anageuza hata mioyo ya watoto, mioyo ya vijana imwelekee yeye. Haleluya. Na kama bado huelewi, humu kanisani tuna baba. Tuna baba wa kiroho. Haleluya. Na kwenye madhabahu hii bado Mungu amemweka baba yetu wa kiroho, na tunamuita baba. Sasa unasemeje kwamba huna baba? Tunaye baba. Haleluya. Naye anajitaabisha kwa ajili yetu. Anabeba mzigo kwa ajili ya kanisa. Sisi sote tu watoto wake. Nisema mara pengine, ungemsikia baba muda fulani anavyoomba kwa mzigo, kwa machozi. Ungemsikia hata usikilize clip moja. Siku moja nasikiliza clip yake naenda kazini, niliogopa.
vile ambavyo anabeba mzigo kwa ajili ya watoto wake, ambao ndio sisi, ni mimi na wewe. Haleluya! Mimi na wewe. Watoto walivyo ndivyo baba pia alivyo. Haleluya! Sasa angalia baba yetu aliyeko kwa wakati huu, kwa wakati na majira aliyomsimika Mungu mahali hapa, naye alikuwa na baba. Haleluya! Jinsi baba alivyokuwa anatembea mwendo ule ule, kwenye njia ile ile, kwenye tabia zile zile. Haleluya! Mwingine utamuita ni babu, lakini sisi tulio wengi bado ni baba yetu. Si lazima nitaje jina, nafikiri unanielewa ninachokisema. Haleluya! Angalia tabia, anavyofuatilia waumini, anavyowapenda watu, anavyotuunganisha, asivyo na ubaguzi, na ndivyo ilivyo. Haleluya! Nazungumza sifa za baba shujaa. Sifa ya kwanza, baba shujaa anachukua hatua. Ili uitwe baba shujaa, mwanaume shujaa, unachukua hatua, hasa mahali ambapo unaona kuna mambo hayaendi sawa. Huyo ni baba shujaa. Na ndivyo ilivyokuwa hata kwa baba yangu. Mambo hayajakaa vizuri, anachukua hatua. Umechelewa kurudi nyumbani, pamoja na kwamba ni mtoto wa kiume, anachukua hatua. Unajua ni nini kwa baba? Ni viboko, ni maono, ni mafundisho, ni maadili. Kanisa la Mungu wetu aliye hai, tunahitaji kuwa na kina baba ambao wanapoona mambo hayaendi sawasawa na mapenzi na makusudi ya Mungu, wachukue hatua. Ili mioyo sasa ya vijana, ya watoto, imwelekee Mungu. Mungu asije akaipiga dunia kwa laana kwa sababu akina baba hatujachukua hatua. Moja nilisomea haraka, Hesabu 30 mstari wa 2 na 8 ili tukomboe wakati. Hesabu 30 mstari wa 2 mpaka wa 8 unasema, mtu atakapomwekea Bwana nadhiri au atakapoapa kiapo ili kufunga nafsi yake kwa kifungo, asilitangue neno lake, atafanya sawasawa na hayo yote yamtokayo kinywani mwake. Tena mtu mke atakapomwekea Bwana nadhiri na kufunga nafsi yake kwa kifungo, naye aketi katika nyumba ya babaye katika ujana wake, babaye naye akasikia nadhiri yake na kile kifungo chake alichofungia nafsi yake, na babaye akamnyamazia, ndipo nadhiri zake zote zitathibitika, na kila kifungo alichofungia nafsi yake kitathibitika. Lakini kama huyo babaye akimkataza siku hiyo aliyoisikia nadhiri zake ziwazo zote, wala vifungo vyake alipoifungia nafsi yake havitathibitika, na Bwana atamsamehe kwa kuwa babaye alimkataza. Tena kama amekwisha kuolewa na mume wakati huo wa nadhiri zake, au kwa neno hilo alilotamka kwa midomo yake pasipo kufikiri alilojifungia, na mumewe akasikia naye akamnyamazia siku hiyo aliyosikia neno hilo, ndipo nadhiri zake zitathibitika, na vile vifungo ambavyo ameifunga nafsi yake vitathibitika. Lakini kama mumewe akimkataza siku hiyo aliyolisikia, ndipo ataitangua nadhiri yake iliyo juu yake na neno alilolitamka kwa midomo yake pasipo kufikiri alilojifungia, na Bwana atamsamehe. Nadhiri na wana wa Israeli walikuwa wanafanya kiapo, wanakula kiapo kwenye jambo ambalo wanaliamini liko hivi. Sasa kazi
hapa tuliyosoma kwenye hii mistari Esau, tunaona nafasi ya baba kwamba endapo mtoto akaapa juu ya jambo fulani, alafu baba akinyamaza, hilo jambo litathibitika, manake litatokea liwe hivi, kwa maana kwamba kila alichokisema maneno yanaumba. Kwa hiyo kiwe kizuri, asante Yesu, lakini vipi kikiwa kibaya? Tuchukulie mtoto anaapa, mimi nimeapa katika usichana wangu, na kwa kuwa nimekaa muda mrefu nitaolewa na mwanaume yoyote ambaye atakuja mbele yangu ili nani nimependa. Haijalishi imani ya huyo mwanaume, haijalishi umri wa huyo mwanaume, haijalishi tabia za huyo mwanaume, na anasema mbele yako baba, mbele yako baba mwenye nyumba. Na unasikia kama ukinyamaza, hilo jambo litathibitika, litaonekana. Kazi ya baba ni nini? Ni kuchukua hatua, kwamba hatuwapi hivi. Haleluya! Mungu wetu ni Mungu mmoja, na imani yetu ipo kwa Kristo, wala sio kwa baba mdogo. Ipo kwa baba wa baba zetu. Wewe unasema utaolewa tu na kila mtu ambaye kwa imani tofauti na wewe, hata kama unampenda. Hayo sio mapenzi ya Mungu. Unachukua nini? Hatua kama mwanamke yule anaweza hapa anapotaka yeye. Wanawake siku hizi mnafanya changamoto, anajamulia tu afanye muda anaotaka. Mimi kila weekend nitakuwa narudi nyumbani saa 6 usiku. Kila weekend nitatakiwa nitoke mahali niende mahali fulani. Na hapa kabisa mimi nimeapa nitaenda ibadani mpaka nitakapopata hela. Na wewe ukinyamaza, huyo mke wako kweli hatoenda kanisa. Kumbe kazi ya baba ni kukemea hiyo, ni kupinga hiyo roho. Imeandikwa, msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya madhara mengi ambayo yanatokea sasa ni kwa sababu akina baba tumepoteza nafasi yetu. Kila kinachosemwa na jamii, kila kinachosemwa na watoto wetu, tunanyamaza. Tusiponyamaza, tunakubaliana nacho, hata kama sio mapenzi ya Mungu. Haji kanisani, umenyamaza. Mtoto haendi shule, umenyamaza. Mtoto ana tabia za ajabu, umenyamaza. Tunachokimbilia sasa hivi sayansi na teknolojia. Yesu ni yeye yule jana, leo, hata milele. Sayansi na teknolojia haifanyi Yesu abadilike, wala maagizo yake yabadilike. Ninaongea kwa ukali kidogo. Wanaume, kina baba, hizi ni rahisi tu. Anakataa shule. Tunaongea kama sasa na sisi ni akina mama. Yaani mwanangu unakataa shule. Yaani kabla sijapeleka kwa walimu nimekuchosha kidogo. Nimekuchosha kidogo. Ndipo nasema haya twende sasa. Nimekuchakaza kidogo. Mtoto hataki kufanya kazi, umemwacha. Hataki ibadani. Mimi nimekwambia toka Sunday school. Ninachosema ninamaanisha Sunday school. Usiende Sunday school. Edo mwanse baba yangu yupo. Hivyo utakuwa. Haiwezekani. Ambia kama una kwako, nenda kwako. Na ndio maana akasema pale, akasema Joshua, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Ni kweli kuna muda watoto wanapengeuka, lakini umewajibika. Umewasogeza sasa hata magotini pa Bwana. Kwa Mungu ndiye uliyenipa hawa watoto. Hawaendi kwenye njia zako na si rehema. Yamkini haya wameyachukua kutoka kwenye ukoo, kutoka kwenye minyororo mbalimbali. Nina si rehema kwa ajili yao. Nina si ingilia kati mwenyewe. Haleluya. Hata tu wajibu wa kuomba kwa ajili ya watoto tunajisahau. Hatuwajibiki. Baba aliyeshujaa anawajibika kwa watoto wake. Anawajibika kwa mke wake. Najua hata asubuhi nikawa nasema, unajua sisi ni akina baba, sio tu kwa watoto tuliowazaa. Hata wake zetu ni watoto wetu. Wanaume,
Si ndio kweli? Si kuna muda tunawaita baby? Baby si ni watoto? Hata kwa mke wako unawajibika. Lakini pia nimesema alivyo baba na ndivyo alivyo mtoto. Haleluya. Katika kuwajibika mimi nimejifunza baadhi ya maeneo. Mmoja kati ya watoto wangu, yawezekana hata wote, ukitaka ukorofishane nao useme wasije kwenye mazoezi kanisani. Na mmoja yawezekana ni kwamba ukitaka aanze kulia asikuelewe baba, useme mwalimu leo hayawezekana hata kuwepo, au uko peke yako kwenda kule nyumbani, usiende kanisani. Ataangua kilio, atasema mwalimu anisisitiza twende. Haleluya. Sisemi kwa namna nyingine, nawaza kusema pengine na sisi kuna muda tunasukuma, Roho Mtakatifu anatusukuma tunafika kanisani. Yaani kuna muda naogopa kama baba, kama mwanaume, nishinde tu kanisani, sina chochote, hakuna kinachonizuia, nimebaki nyumbani. Kweli? Naangalia TV, nasubiri mechi ya Simba na Yanga na imeahirishwa. Hapana, hatuwajibiki ipasavyo. Kwa hiyo mimi ninapokataa kushinda kanisani, nitashangaa hata wanangu nao wanalia ukiwakataza kabisa. Na ndivyo hivyo hata kwenye eneo la shule iwe hivyo. Kila mmoja wajibiki. Bwana Yesu asifiwe. Baba aliye shujaa anawajibika. Nimalize hoja ya tatu. Mimi nakuwa na mambo machache. Jambo la tatu. Baba shujaa hutazama mbele. Baba aliye shujaa huangalia mbele. Na ndio maana hata Malaki tuliyosoma anazungumzia juu ya mambo yajayo. Mioyo ya kina baba itawaelekea watoto wao, na watoto wao mioyo yao itawaelekea kina baba, ili Mungu asije akaipiga dunia kwa laana ya mbele ya watoto wake, ya mke wake, ya ndugu zake, ya familia, lakini zaidi, hata zaidi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Baba aliye shujaa anajua hata hii dunia hatutaishi hapa milele, tunaenda mbinguni kwa Baba. Haleluya. Anajua iko wakati na majira mbeleni, tena siku za usoni Kristo anarudi kulichukua kanisa. Ongea vitu hivi kwa namna ya familia, lakini kwa namna pia ya kwenda mbinguni. Baba haangalii jana ilikuwa nini, ulinikosea, wenzangu nimewaacha kule, nirudi tena kwenye uzinzi, kwenye ulevi. Akisha chukua hatua, akawajibika, anatazama mbele. Haleluya. Hakuna kurudi nyuma. Ongea na mwanaume mmoja na baba mmoja, lakini na kanisa kwa ujumla. Na hili ni kwa kanisa kwa ujumla. Hupaswi kurudi tena Misri. Yakini uliingia kwenye wokovu, walikwambia kwa Yesu ni raha, ni tambalale, hakuna milima. Duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hiyo katikati ya Mungu unasonga mbele. Na kwa namna ya lengo ya familia, ukitazama mbele, jiandaa hata kwa ajili ya malipo mbalimbali. Hiyo ni ada, ni nini? Kama mwanaume wao unasema ni mwanaume shujaa kwa kufanya mbwembwe kwenye meza ndefu mtaani ili ujulikane, unapoteza sifa. Wewe ni mwanaume dhaifu. Hizo ni kauli za mitaani, watakwambia piga maji, watoto sio wanajua mama yao. Hakuna kitu cha mama namna hiyo. Baba unawajibika. Heshima haijengwi kwa kuwa na mahawara, kwa kuwa na michepuko, kwa kuwa na namna yoyote ya ulaghai. Heshima ya baba ni kutazama maisha ya familia mbele, ili hata utakapoondoka unaiachaje hii familia. Na utajibu nini kwa Bwana? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo ni baba shujaa. Anakuwa na taswira, anakuwa na focus, anakuwa na mtazamo wa mbele.
haishii tu hapa, macho yake yanazidi zaidi. Kwa namna nyingine anakuwa na jicho la tatu, na Roho Mtakatifu akiwepo tena atakuongoza tufanye hivi tena kwa ushirika na ushirikiano na mke wako, mnapanga kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya utukufu wa Bwana.